Asante sana. Basi mimi nimesimama hapa ninaitwa Upendo Wela, ni mkuu wa wilaya ya Tabora, lakini kwa leo hapa ninamwakilisha Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Kama ambavyo mmesikia mapema, kimsingi ndiye alipaswa kuja kutuzindulia kampeni yetu hii katika ngazi ya mkoa. Kama ambavyo mganga mkuu amesema, tumefanya hapa leo kwa kuwakilisha ama kufanya uzinduzi rasmi kimkoa, na lakini umefanyika katika manispaa yetu ya Tabora, na mgeni wetu rasmi alipaswa kuwa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, lakini kutokana na majukumu mengine ya kikazi amesafiri, yupo nje ya mkoa wetu wa Tabora, na ndio maana basi akanituma mimi nije nimwakilishe katika zoezi hili muhimu kabisa. Kwa hivyo jambo la kwanza, pokeeni salamu zake za upendo. Anawapenda sana na anawaamini katika jambo hili muhimu kabisa la kitaifa ambalo tumekabidhiwa, bila shaka kwamba idadi ile ya watu 1,275,243 na zaidi itafikiwa pasina shaka, kwa sababu yuko na sisi bega kwa bega, na tumpigie makofi huko kokote aliko jamani. Lakini jambo la pili sasa ni kama ninavyosema, ukitumwa kumwakilisha mgeni rasmi, na kama kuna taarifa imeandaliwa kwa niaba yake, ni muhimu uisome. Lakini kwa bahati nzuri mambo mengi ambayo yameandikwa kwenye taarifa hii, watangulizi wangu waliozungumza kwa nyakati tofauti yote wameyazungumza. Kwa nini tuko hapa? Kwa sababu lengo la kwanza kutaka kueleza kwenye hotuba hii ni kwamba ni kwa nini tumekutana hapa, si ndio jamani? Lakini kwa bahati nzuri tumesikia kwa nini tuko hapa. Tuko hapa kwa sababu tumekuja kuanza kampeni hii mahususi ambayo itafanyika kwa muda wa siku 4 kama ambavyo tumesikia. Na kwa nini? Kwa sababu imebainika kirusi cha ugonjwa wa polio kimegundulika kwenye baadhi ya maeneo, sampuli ambayo imechukuliwa huko Mwanza, na kuonekana kwamba kirusi hiki kumbe bado kipo. Lakini sio kwamba kimegundulika kwa mtu, hapana. Tumesikia mtaalamu kutoka Wizara ya Afya ametuambia kwamba hakuna mtu ambaye amegundulika kuugua ugonjwa wa polio, lakini kwa sababu ya kile kirusi ambacho kimegundulika, basi imeonekana ni vizuri kama taifa tuchukue tahadhari kwa kushirikiana na wadau hawa kama ambavyo imeelezwa hapa. Na ndio maana sasa tumekwenda kuzindua chanjo hii leo, na ndio maana inaendelea kusisitizwa sana kwamba ni muhimu kila mtoto ambaye yuko chini ya miaka hiyo 10 basi aweze kupata chanjo hii, kwa sababu hakuipata katika ule muda ambao ulikuwa umekusudiwa. Na ndio maana sasa imeonekana ni vyema kuwakinga ili mwisho wa siku wasiweze kupata shambulizi la ugonjwa huu. Kwa hiyo naamini utangulizi wa awali wote tumeuelewa vizuri sana, na hakuna mashaka kwamba hakuna ambaye ameelewa. Kwa hivyo kupitia hotuba ambayo imeandaliwa, mimi nitakwenda kusisitiza mambo muhimu ambayo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa alitamani kuyasisitiza kwetu, ili basi tutembee kwa pamoja. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Jambo la kwanza sasa katika msisitizo huo, kama ambavyo nimesema, kwa sababu yale ya awali yote tumekwisha kuyapata, la kwanza tunapokwenda kuianza chanjo hii leo kwa muda wa siku 4 kama nilivyosema, tumeelekezwa ama tunasisitizwa na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwamba taasisi zote za umma na binafsi, za dini, asasi za kiraia na wawakilishi wa makundi mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari kushirikiana kwa pamoja kutekeleza kampeni hii kwa kutoa taarifa kwa wananchi juu ya kampeni hii, waweze kuruhusu na kupeleka watoto wao waweze kuchanjwa. Na hapa tunawashukuru sana wenzetu wa vyombo vya habari, kwa sababu kama tunavyofahamu hapa tumekaa leo kwa uwakilishi tu. Tuko na wanafunzi ambao tunaamini wanawakilisha wanafunzi wengine katika mkoa wetu wa Tabora, lakini tuko na wazazi baadhi ambao wamefika hapa wanawakilisha wazazi wengine katika mkoa wetu wa Tabora. Tuko na walimu na watumishi na wadau katika sekta mbalimbali, lakini bila vyombo vya habari tusingeweza kuwafikia wananchi wengine ama wanafunzi wengine katika mkoa wetu wa Tabora. Lakini kupitia nyinyi tunaamini mtakapokwenda kuitoa taarifa hii, kila mtu atafikiwa na kupata elimu. Kwa hivyo msisitizo wa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ni kwamba tuendelee kushirikiana kwa makundi ambayo yametajwa hapa, kwa maana ya asasi za kiraia, viongozi wa dini, vyombo vya habari na mtu mmoja mmoja. Kila mtu akamhamasishe mwingine ambaye anaamini kwamba anaye mtoto mwenye umri huu ambao tunausema, ili aweze kujitokeza ama kumpeleka mtoto kupata chanjo katika maeneo ambayo yameainishwa hapa. Asiwepo na mmoja ambaye atabaki nyuma, kwa sababu tumesikia athari ni kubwa, tofauti na mtu akipelekwa kwenda kupata chanjo. Kwa hivyo wote kwa makundi ambayo yametajwa tuendelee kuhamasishana, na tunaamini hamasa imetolewa. Mathalan katika manispaa yetu nilisikia magari yakipita mitaani, lakini pia nilikuwa nazungumza na mtendaji hapa, tayari taasisi mbalimbali wakiwemo watendaji wameshafikiwa kwa ajili ya kupata elimu. Kwa hivyo asiwepo mtu wa kubaki nyuma.
Lakini jambo la pili, viongozi wa ngazi zote kuendelea kutoa uelewa kwa viongozi mbalimbali, kusaidia uhamasishaji wa kampeni ya chanjo ya polio kwa wananchi ili waweze kuwafikia watoto wote waliolengwa kupatiwa chanjo hii ya polio kwa 100%. Kama ambavyo nimesema kwamba uhamasishaji uendelee. Leo tunazindua, lakini tuendelee kuhamasishana kupitia makundi yetu mbalimbali. Chanjo hii kama ambavyo imesemwa hapa haina athari. Tuko na wataalamu hapa. Mpaka inafikia hatua ya kuletwa na kupewa watoto wetu, baraka tayari imepitia michakato mbalimbali ya kupimwa na kuthibitika kwamba haina madhara. Kwa hivyo zile imani potofu ambazo ziko kwa baadhi ya wazazi tuziondoe. Serikali haiwezi kuleta kitu ambacho inakwenda kuathiri wananchi wake. Kwa hivyo tuwe na imani kwamba jambo hili ni salama na kila mmoja aweze kushiriki kwa ukamilifu wake. Lakini jambo la tatu, tunasisitizwa kwamba wataalamu wa afya kusimamia kampeni hii vizuri na kuhakikisha kuwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo ya polio bila kujali kama walipata chanjo hiyo katika siku zilizopita au kampeni zilizopita. Wataalamu wenyewe wanafahamu kwamba ni kwa nini sasa wanatakiwa kuendelea kuhamasisha hata kama alishapata, manake anasisitizwa kwamba ni muhimu aweze kupata chanjo hii kwa sababu tayari ipo kwenye kampeni na lengo lake tumekwisha kulieleza. Lakini jambo la 4, watendaji wa kata na vijiji na viongozi wa jamii washirikishwe kwenye zoezi hili la kampeni ili kuongeza hamasa kwenye jamii, kuhakikisha watoto wote waliolengwa wamefikiwa kwa 100%. Na hapa kama nilivyokwisha kusema, tunaamini ya kwamba tayari wamekwisha kushirikishwa kwa sababu nimemuuliza mtendaji na ameniambia wamekwisha kufikiwa. Kwa hivyo kwa sababu wamefikiwa sasa, sio tena kushirikishwa bali waende wakafanye kazi, kwa sababu kila mmoja amekwisha kupata elimu. Kwa hivyo wakasimame kwenye maeneo yao na kuhakikisha walengwa wote wamefikiwa. Na matamanio ya wengi ama wadau walioko hapa ambao walikuja kushiriki na sisi katika mkoa wa Tabora ni kuona mkoa wetu naongoza, na sisi hatuna mashaka kwenye hilo. Lakini jambo la 5, matangazo yatolewe kwa njia mbalimbali zikiwemo vyombo vya habari, redio zilizoko kwenye mkoa wetu, magari ya matangazo, mbao za matangazo, nyumba za ibada, mitandao ya kijamii, ili wananchi wote wapate taarifa na kupeleka watoto wao kuchanjwa. Bado msisitizo unatolewa kwamba tutumie njia mbalimbali kuhakikisha kila mmoja aliyelengwa basi anaweza kufikiwa, na kama tulivyohamasishwa hapa na wazungumzaji waliopita kwamba watakapoona wataalamu wanafika kwenye maeneo yetu ya makazi tuwapokee, kwa sababu tayari tumekwisha kutoa elimu, tuwape ushirikiano ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuwafikia watoto hao ambao wamelengwa. Lakini jambo la 6, waganga wakuu wa halmashauri wahakikishe chanjo za kampeni hii zimesambazwa na kufika katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya kwa wakati, na isitokee mtoto yeyote akakosa chanjo katika halmashauri ili iweze kufikia lengo la 100% la watoto wote waliolengwa. Na hapa tumesikia taarifa, si ndio jamani? Wataalamu wametuambia, mganga mkuu ametuambia kwamba mpaka sasa tunapokwenda kuanza zoezi hili tayari chanjo zote zimeshafika katika maeneo yaliyokusudiwa. Na kwa sababu tunajua kwamba hili ni jambo la kiratiba, ni jambo la kikampeni. Kwa hivyo tunapofanya hapa leo tarehe 24, wilaya zote tunaamini zinatekeleza jambo hili. Kwa hivyo kwa sababu taarifa tumeipata kila eneo chanjo zimeshafika, kwa maana hiyo ni imani yetu kwamba hakuna ambaye atabaki nyuma. Kama leo tulikubaliana tarehe 24 tuanze, kila mmoja kwenye eneo lake, maana tunaamini amekwenda kuanza kampeni hii. Lakini jambo lingine, watumishi wa sekta ya afya na elimu mshirikiane na kuhakikisha kampeni hii inafanikiwa kwa 100%, kwa kuwa walengwa wengi wa chanjo ya polio wapo katika shule zetu. Na hapa tumemsikia kaimu rasi amezungumza kwamba yeye ndiye mdau namba 1. Kwa hivyo hatuna mashaka kwamba yeye pamoja na mganga mkuu ambaye amekaa mkono wake wa kushoto washirikiane kwa pamoja, kwa sababu walengwa wako kwenye maeneo hayo. Mganga mkuu anatoa utaalamu, lakini walengwa wako kwa afisa elimu mkoa. Kwa hivyo taasisi hizi zinapaswa zishirikiane ili tuhakikishe watoto ambao tunawakusudia tunawapata katika shule zetu, lakini na wale ambao sasa wako majumbani basi tuweze kushirikiana na wataalamu wengine ili wote kwa pamoja tuweze kuwafikia na kutekeleza jukumu hili kwa 100%. Lakini jambo lingine ambalo limesisitizwa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ni kwamba wataalamu wa afya wanakumbushwa kuendelea kufuatilia wahisiwa wote wenye dalili zinazohusiana na ugonjwa wa polio na kuchukua hatua stahiki. Kama nilivyosema, hakuna mgonjwa, lakini tusilale usingizi. Tunakumbushwa kuendelea kuwa macho ili tukipata dalili zozote basi tuweze kuchukua hatua mara moja kukabiliana na changamoto hiyo ili isiweze kusambaa katika
maeneo yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, tunasonga mbele. Majengo oye! Oye! Asante sana. Sasa huo ulikuwa ni msisitizo katika upande wa wataalamu na watoa huduma wetu katika maeneo mbalimbali kama ambavyo nimeyaeleza hapo. Lakini pia katika hotuba hii ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kulikuwa na msisitizo kwa upande wa wananchi wetu wa mkoa wa Tabora, ambapo msisitizo namba moja ni kwamba kila mwananchi sasa au kila mzazi na mlezi kuhakikisha kwamba mtoto mwenye umri chini ya miaka 10 anapelekwa kupata chanjo katika vituo ambavyo vimeainishwa chanjo hii ya polio ili kumkinga na ugonjwa huu. Na hapa niungane na wengine pia kuwapongeza wazazi ambao mmefika hapa. Tunaona mbele yangu kuna wazazi ambao wamekaa na watoto ambao tunaamini ni wale watoto ambao tumewakusudia katika matangazo yetu mbalimbali ambayo tumepeleka, na mmeona umuhimu wa jambo hili na ndio maana mmefika. Sasa na nyinyi mkawe mabalozi kwa wazazi wengine huko majumbani, lakini watendaji pia mkaendelee kuhamasisha wazazi kujitokeza na kuwaleta watoto wao kupata chanjo hii muhimu kama ambavyo tunaendelea kusisitiza. Lakini jambo la pili kwa wananchi sasa ni kuhakikisha kwamba mnawahi katika kituo cha kutolea huduma za afya mapema kwa ajili ya uchunguzi na matibabu mara tu unapoona dalili za kupooza kwa ghafla kwa mtoto wako. Lakini jambo lingine, kutoa taarifa mapema kwenye kituo cha kutolea huduma za afya kilicho karibu ama kupiga simu namba 199 bila malipo endapo utamuona au kukutana na mtoto mwenye dalili za kupooza ghafla. Lakini jambo lingine ni kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono ili kujikinga na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza. Tunafahamu kwamba kwenye hili serikali pia ilitoa taarifa kwamba bado tunayo changamoto ya ugonjwa wa COVID-19 kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hivyo ni jukumu letu kuendelea kuchukua hatua stahiki na tahadhari. Tunapata chanjo leo ya ugonjwa wa polio, lakini tuna magonjwa mengine ambayo yapo kwenye jamii yetu. Kwa hivyo tunaendelea kusisitizwa kuendelea kuchukua tahadhari, kunawa maji kama tunavyoona pale mbele yetu kwa maji tiririka, lakini pia kutumia vitakasa mikono, lakini kuepusha kupeana mikono mara kwa mara, yani kupeana mikono, kwa sababu tunaweza tukaambukizana magonjwa mengine ambayo sasa tofauti na ile ambalo tunahamasishana leo hii. Kwa hivyo tuendelee kuchukua tahadhari ili kuepukana na magonjwa mengine katika maeneo yetu. Lakini jambo lingine, kuhakikisha matumizi sahihi ya vyoo wakati wote. Tunafahamu kwamba tunavyo vyoo, lakini tunakumbushwa kuendelea kuvitumia kwa namna inayostahili, kwamba ukitoka chooni hakikisha unanawa mikono. Naelewa wanafunzi wazuri Wanafunzi safi. Wanafunzi oye! Tunakumbushwa matumizi sahihi ya vyoo vyetu, kwamba tunapotoka chooni tuhakikishe tunanawa mikono kwa maji tiririka ili basi kuendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Lakini pia kwenye maeneo mengine huko pembezoni ambako pengine hatuna vyoo bora, pia tunakumbushwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na vyoo bora na kuvitumia ipasavyo ili kujikinga na magonjwa mbalimbali ya milipuko. Lakini pia kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo kulingana na ratiba ili kuwakinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Hapa tunakumbushwa manake sio chanjo hii ya polio peke yake, lakini zipo chanjo nyingine ambazo watoto wetu wanapata kulingana na ratiba za miongozo ya kiafya tunapowapeleka kliniki. Kwa hivyo tunakumbushwa wazazi kwamba kuzingatia chanjo zote zilizomo kwenye ratiba ili kila mtoto basi aweze kukingwa na pasiwepo na changamoto yoyote katika maeneo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufanyika kwa kampeni hii kumesababishwa na kuwepo kwa kirusi cha polio nchini katika mkoa wa Mwanza kwenye halmashauri za Nyamagana na Ilemela, ambacho kilipatikana kutokana na sampuli za maji taka ambazo zimechukuliwa, wakagundua kuna hicho kirusi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, najua wizara watasema hakuna mgonjwa wa polio nchini, lakini kutokana na hilo imebidi iandaliwe kampeni ya kuongeza kinga kwa watoto. Kwa hiyo kampeni hii inalenga mikoa 7 kwa awamu ya kwanza, ambayo mikoa ambayo iko jirani na mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo na mkoa wa Tabora na sisi wizara imetupa kipaumbele kuingizwa kwenye kampeni hii ya kinga watoto hasa walioko chini ya miaka 10 ili waweze kupewa hii chanjo ya polio kuwaongezea kinga ili katika kupambana na virusi vya polio visije kuleta madhara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampeni ya chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10, zoezi hili la uchanjaji litatumia aina ya chanjo ya polio
ambayo kwa kitaalamu inaitwa Novel Oral Polio Vaccine Type 2. Najua mwakilishi wa wizara ataielezea vizuri. Hiyo chanjo inatolewa kwa dozi mbili. Dozi ya awamu ya kwanza ndio hii inafanyika kwa kampeni hii ya kuanzia tarehe 24 mpaka 27 mwezi huu wa 3 kwa mwaka huu, na kampeni ya awamu ya pili itafanyika mwezi Mei tarehe 7 mpaka tarehe 10. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, mkoa wa Tabora ni mojawapo wa mkoa ambao na wenyewe unaendesha hii kampeni ambayo itazinduliwa leo, naanza leo tarehe 24 mpaka tarehe 27. Kwa mkoa wa Tabora tunalenga kuwafikia watoto 1,275,243 wenye umri wa chini ya miaka mitano. Na hao watoto watapatikana kupitia halmashauri zetu zote za mkoa wa Tabora, ambapo hao watoto tutawafikia kupitia shule. Kama leo tuko hapa kwenye shule ya msingi, pia tutawafikia kupitia nyumba kwa nyumba, pamoja na maeneo mengine yenye mkusanyiko kama sokoni, mnadani, magulio, stendi za mabasi, ili mradi tuweze kupata watoto wote ambao wako chini ya miaka 10 waweze kupewa hizo chanjo ya polio kwa kinga na huo ugonjwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa umeshafanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha hii kampeni inafanikiwa. Tumepokea chanjo zipatazo dozi 1,05,94,200 kutoka Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo, na zote zimeshasambazwa kwenye halmashauri, na halmashauri wamesambaza hizo chanjo kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, pamoja na vifaa mbalimbali vinavyoendana na utoaji wa chanjo, vikiwemo na nyenzo za kukusanya takwimu za watoto watakaochanjwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tumepokea mabango na vipeperushi ambavyo vimesambazwa kwa ajili ya kuongeza hamasa. Vikao vya kamati ya afya ya msingi vimefanyika ngazi ya mkoa na wilaya kuongeza uhamasishaji. Watumishi wamejengewa uwezo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, maandalizi yamekamilika. Watumishi watakaotoa chanjo wamepewa mafunzo, na wasimamizi ngazi ya mkoa na ngazi ya halmashauri wamepewa mafunzo, na pia tunao viongozi ngazi ya wizara, wote wamekuja kushirikiana na sisi kuhakikisha kampeni inafanikiwa katika mkoa wetu. Hatua tuliofikia Mheshimiwa mgeni rasmi ni ya kutoa huduma sasa. Kila kitu kimekaa sawa, yote tuliyozungumza mwanzo na kujipanga yameshakaa vizuri, na sasa hivi tuko tayari kutoa huduma. Kama tunavyoona watu wa huduma wetu wako tayari. Tuna uhakika watoto wote wenye umri kuanzia siku 0 mpaka miaka 10 kwa mkoa wa Tabora wapatao 1,275,243 watafikiwa, na ziada inaweza ikapatikana kwa sababu tunaingiliana na mikoa mingine, tunapokea wageni kutoka maeneo mbalimbali. Lakini ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imejipanga sawasawa, chanjo ziko za kutosha. Hakuna mtoto ambaye atakosa chanjo. Wote watakaofika, watakaokutwa watapewa huduma stahiki, na wote watakuwa wamekingwa. Lakini pia tu kwa msisitizo, chanjo hii kama alivyoongea mwenzangu inatolewa kwa awamu 2, watapata leo, lakini ni muhimu sana tuhakikishe awamu ile ya pili itakayofuata ya mwezi wa 5 wapate tena chanjo hii ili kuweza kukamilisha kinga. Tunawapenda watoto wetu. Hakuna taifa ambalo linapenda lipate watoto walemavu. Nchi yetu ni moja ya nchi ambazo zinapenda watu wake. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anapenda watu wake, anapenda sana watoto, na ndio maana tuko pamoja hapa kuhakikisha kila mtoto analindwa, anakuwa salama, ili tuweze kupata taifa lililo bora. Vijana tupate madaktari, tupate wauguzi, tupate walimu, tupate mawaziri kutoka kwa watoto wao. Kama hatutawakinga, hatutaweza kupata viongozi walio bora kwa siku hizo za mbele. Ninajua umuhimu wa zoezi hili, na mimi kama mdau mkubwa nimefarijika sana kushiriki katika tendo hili la uzinduzi wa chanjo ya polio kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10, ambao kusema ukweli watoto hawa wako kwangu, kwa maana kwenye shule zangu watoto hawa ni wanafunzi. Kwa hiyo mimi ni mdau mkubwa, na ndio maana niko hapa niweze kushiriki katika kuhamasisha zoezi hili lifanyike vizuri, asiachwe mtoto hata mmoja kupata hii chanjo kwa sababu ya umuhimu wake. Ndugu zangu wananchi wa Tabora, kwa sababu hapa tunazindua kimkoa,
nitoe rai kabla sijasoma maelekezo ama salamu za rasi hapa. Nitoe rai kwetu sisi sote kwamba zoezi hili lina umuhimu wake. Kwa hiyo tuhakikishe watoto wetu wenye umri wa chini ya miaka 10 wanapata hii chanjo ili kuepuka ulemavu wa kudumu. Kwa sababu mtoto akishapata polio anapata ulemavu wa kudumu. Na mtoto huyu sisi kama walimu wenzangu wako hapa, tunamsubiri tumfundishe, lakini akishakuwa na changamoto ya afya kama hiyo inakuwa ngumu sana kupata kile ambacho tunatamani aweze kukipata. Kwa hiyo kumbe basi ni sisi sote kwa pamoja tulioko hapa, sisi sote kwa pamoja, wazazi wa mkoa wa Tabora, jamii ya mkoa wa Tabora, walimu katika shule zetu za sekondari na msingi wa mkoa wa Tabora, na kila mtu anayehusika, wataalamu wa afya, tuhakikishe tunahamasisha zoezi hili linafanyika vizuri na watoto wetu wote wanapata hii chanjo, kwa sababu ni haki yao wapate hii chanjo ili kusudi afya yao iweze kuboreka na wawe salama hata katika hatua za ujifunzaji. Naitwa Rayani, mkazi wa Ipuli. Tumeipokea vizuri chanjo kwa ajili ya watoto wetu, tunawakinga na polio, na tunawaasa kwamba wazazi watoke hizo imani zilizo mtaani kwamba huenda zinawazuru watoto. Sio kweli. Serikali haiwezi kuleta vitu ambavyo vitaharibu watoto wetu. Kwa hiyo naasa sana wazazi, walezi wawatoe watoto wao. Inatolewa kuanzia umri wa 0 mpaka miaka 10. Kwa hiyo wazazi watoke kwa ajili ya hiyo chanjo. Kwa majina naitwa Emmanuel Paulo Kuandikwa, mkazi wa Ipuli maili 5. Nimekuja kwenye chanjo, nimefuata maagizo ya serikali ilivyosema watoto wote wanatakiwa wapate chanjo kujikinga na maradhi ya polio. Haya, masuala ya malezi sio ya baba peke yake. Mfano kama mimi nimekuja na mjukuu wangu huyu. Kwa hiyo kina baba wenzangu natakiwa tutii sheria tu, kama mama na majukumu mengine, basi kina baba na sisi tujitokeze kuwaleta watoto.